Waislamu hatupaswi kuvutika na mivuto ya kishabiki, kwani sisi Waislamu tuna muongozo wa kisayansi, tuna muongozo wa teknoloji, tuna muongozo mpetuka uliovuka miongozo yote inayoandaliwa na akili za kibinadamu, muongozo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuita ndani ya Qur'ani alipokuwa anaizungumza Ramadhan. Alisema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas, mwezi wa Ramadhani imeshushwa Qur'ani ikiwa ni hudan linnas, muongozo kwa watu. Hudan linnas, dira kwa watu. Hudan linnas, katiba mama kwa watu. Hudan linnas, desturi zisizobadilika kwa watu. Hudan linnas ni mafanikio ya kimazingira, ya kisayansi, ya kiteknoloji, ya kisiasa, ya kiuchumi kwa watu. Hii ndiyo Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuzawadia sisi Waislamu. Kwa hivyo sisi Waislamu ni watu wa kuwatafsiria wanadamu pale ambapo wanapojingikiwa na jambo lolote, hawaielewi siasa. Sisi Waislamu tuwafahamishe siasa ni nini. Hawaielewi amani, sisi Waislamu tuwafahamishe amani ni nini, inaanzia wapi mwisho wapi. Hawaielewi haki, sisi Waislamu tuwaeleze haki ni nini. Sasa leo khutba hii inataka kubainisha nafasi ya milima ya Safa na Marwa iliyoko katika viwanja vitukufu vya Makka. Ina mchango gani katika kuitafsiri haki na amani ndani ya maisha ya kila siku ya mwanadamu? Uwepo wa milima ya Safa na Marwa ina nafasi gani? Halafu kuna logic ipi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataka Waislamu kupitia ibada mbili, moja ya lazima na moja ya sunna, kupitia ibada ya hija wanapofika katika viwanja vya Makka na wakiwa ndani ya msikiti wa Makka? Haitokamilika hija ya mtu isipokuwa apande milima ya Safa na Marwa. Lakini umra, anapokwenda kufanya mtu umra, haitokamilika mtu umra yake mpaka afanye sa'i, aende kati ya mlima wa Safa na Marwa. Milima ile ina mahusiano gani na maisha ya mwanadamu ya kila siku? Ina nafasi gani ya kuitafsiri haki na amani ndani ya maisha ya kila siku? Jibu hili tutalipata ndani ya khutba hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema inna Safa wal Marwata min sha'airillah, hakika mlima wa Safa na mlima wa Marwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, hakika mlima wa Safa na mlima wa Marwa ni katika alama kuu za Mwenyezi Mungu. Na katika alama ambazo zinatakiwa kutukuzwa kila siku ni alama za Mungu. Wa man yu'azzim sha'aira Allah fa innaha min taqwa alqulub, mwenye kuzitukuza, mwenye kuzipa vipaumbele alama za Mwenyezi Mungu ni katika ucha wa moyo. Mlima wa Safa na mlima wa Marwa ni vilima ambavyo vikongwe, ni milima ambayo ina falsafa ya maisha, ni milima ambayo ina tafsiri maisha, ni milima ambayo ina tafsiri mapambano ya kujitafutia kipato halali, ni milima ambayo ina tafsiri mwanadamu hapaswi kukata tamaa, ni milima ambayo ina tafsiri kwamba haki haiwezi ikapatikana nje ya amani. Sallu ala Muhammad. Milima ya Safa na Marwa, moja ya logic zake
inatafsiri kwamba huwezi ukaipata haki nje ya amani. Amani kwanza, haki inafuata. Na ndio maana tukasema kwamba dini ya Uislamu sio dini ya porojo za mitaani, porojo za kwenye magazeti. Ni dini ambayo inaongozwa, starting point yake, chanzo chake asili cha dini ya Uislamu ni Qur'an. Na Qur'an inatafsiriwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kupitia hadithi zake, ndiye anayetafsiri Qur'an. Sasa leo kuna porojo zinazoendelea katika mitandao ya kijamii, na porojo hizi lilasaf zinaelekezwa na baadhi ya viongozi wengine kwamba huwezi ukawa na amani kama hupati haki yako. Hakuna amani nje ya haki, kwanza upate haki alafu ndio ije amani. Hizi ni porojo ambazo zinatakiwa kusahihishwa na kile kitabu ambacho Mwenyezi Mungu amekieleza kuwa hudan linnas. Hakusema Mwenyezi Mungu hudan lilmu'minin wala hudan lilmuslimin, kwamba ni mwongozo kwa waumini, mwongozo kwa Waislamu. Hudan linnasi, mwongozo kwa watu wote. Kinatakiwa kitoe tafsiri. Hivi kati ya amani na haki, kipi kinatakiwa kitangulie kwanza? Sasa mlima wa Safa na Marwa unatusaidia kupata majibu hayo. Wapo wenzetu hivi sasa wanapanda vilima vya Safa, wanaenda Marwa. Na kuna Waislamu wenzetu hivi sasa washalipa pesa zao, wanasubiri tarehe zifike wasafiri katika ibada ya hija, na wao wakapande mlima wa Safa na Marwa. Nini ambacho wanajifunza? Imam al-Qurtubi anaongoza jopo la wanawachuoni wanaoeleza kwamba katika utukufu wa mlima wa Safa na Marwa, viumbe wa kwanza kupanda katika milima ile, mlima wa Safa alisimama na baba yetu Adam alayhi salam, na mlima wa Marwa alisimama mama yetu Hawa katika ile milima. Ule mlima wa Safa na mlima wa Marwa ambao unatoa tafsiri ya amani katika mji wa amani. Mlima wa Marwa alisimama mama yetu Hawa, mlima ambao unatoa tafsiri ya haki, tafsiri ya amani, tafsiri ya kupambana na maisha, tafsiri ya kuyapambania majambo yaliyoko mbele yako, tafsiri ya kutokata tamaa. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah, hakika mlima wa Safa na Marwa ni katika alama za Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu katika alama zake kuna alama mbili, kwamba Mwenyezi Mungu ni as-salam, Mwenyezi Mungu ni amani, na alama nyingine ni Mwenyezi Mungu al-haqq, ni mtu mwenye kutoa haki. Sasa amani na haki, kipi ambacho kinatangulia? Kipi ambacho kiko mbele na kipi ambacho kinafuata nyuma? Kipi ambacho kinamtegemea mwenzake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an katika sura An-Nisa 103 anasema, fa idha tma'nantum faaqimus salat, fa idha tma'nantum faaqimus salat. Ibada inasubiri kwanza uwepo wa amani ndipo itekelezwe. Hii ni tafsiri ambayo tunawajuza watu wa porojo. Muislamu hapaswi kuwa ni bendera inayofuata upepo. Muislamu yuko stable, sallallahu ala Muhammad. Muislamu hatakiwi kuyumbishwa na meza za magazeti. Muislamu hapaswi kuyumbishwa na watu ambao hawatoi tafsiri sahihi za mambo. Ibada yoyote utekelezaji wake kwanza unategemea uwepo wa amani. Uwepo wa amani ni uwepo wa ibada. Kukosekanwa kwa amani ni kukosekanwa kwa ibada. Kwa hiyo mtu akitokea anatupa porojo kwamba haiwezekani bwana, lazima kwanza ipatikane haki alafu ndo amani ipatikane, na ili uweze kuipata haki toa
toa hata damu, mwaga hata damu, damu imwagike kuitafuta amani, kuitafuta haki. Hapana, misingi hiyo haielezwi na dini yetu ya Uislamu inayotoa tafsiri za mambo zilizokuwa sahihi. Sasa Mwenyezi Mungu katika 103 wa Nisa anasema fa idha tuma'anantum faqimus salah, mkijituliza mkawa na amani iliyotuliza mioyo, iliyotuliza nafsi, simamisheni swala, simamisheni swala. Leo hapa Wireless au Dar es Salaam tunasikia mizinga, vifaru vinamwaga mambo, LMG, SMG, AK47 zinatema vitu mitaani. Hakuna mtu anayefikiria ibada ya swala Ijumaa. Kila mtu ataswali chumbani kwake na mkewe kwa staili anayojua yeye. Sallu ala Muhammad. Vifaru vimezagaa mitaani, risasi zinalindima, moshi umejaa nje. Hakuna mtu atakayekumbuka kwamba leo ni siku ya Ijumaa, ninatakiwa mimi na watoto wangu tuende msikitini. Kila mtu ataitafuta staili ya kuswali ndani ya nyumba yake, ndani ya familia yake. Lakini sisi wakati tunaitafuta staili hiyo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna swala maalum ameiweka, salatul khawfi, swala ya hofu, swala ya woga, kwa watu ambao wamepotelewa na amani. Ile haki ya kuabudu inakuwa haipo, inapungua. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fa idha tuma'anantum faqimus salam, mkiwa na utulivu wa amani iliyotulia, amani maridhawa, simamisheni swala. Kwa hiyo kuabudu ni haki, lakini haki hii inapatikana baada uwepo wa haki gani? Baada ya kupatikana jambo gani? Baada ya kupatikana suala la amani. Kwa hiyo hapa kwanza kupitia mlima wa Safa na Marwa ambao unatafsiri amani na haki, unatafsiri mapambano ya maisha, unatafsiri jihadi. Na hapa hatumgusi Mama Hajar, hatumgusi Nabii Ismail, hatugusi kwa nini Safa na Marwa. Hiyo ni agenda nyingine. Tunataka tuone tafsiri ya Safa na Marwa, mlima ambao alisimama baba yetu Adam, alisimama mama yetu Hawa, akaja akapanda mlima huo Mama Hajar, mama mzazi wa Nabii Ismail, mara 7. Moja ya tafsiri zinazoibuliwa na Safa na Marwa kwamba haki inatanguliwa na amani. Mwenyezi Mungu, hebu tuthibitishie kwamba amani kwanza alafu inafuata haki. Sallallahu alaihi Muhammad. Amani kwanza alafu inafuata haki. Katika suratu al-Baqara 126, Nabii Ibrahim kiumbe wa kwanza anashuka katika jangwa tukufu la Makka, Jaziratul Arab. Kiumbe wa kwanza duniani anashuka pale jazira Makka, anamuacha mkewe Hajar na kichanga chake Ismail. Jangwa halina kitu chochote, wakiwa na maji madogo na chakula kidogo. Kitu gani anachokiomba Mwenyezi Ibrahim anasema wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina. Sallu ala Muhammad. Wa idh qala Ibrahim, nakumbuka aliposema Ibrahim wakati anamuacha mama Hajar na anamuacha mtoto wake Ismail wawili, na yeye akiwa anarudi miji ya Palestina, anamwambia Mwenyezi Mungu rabbi ja'al hadha baladan amina, Mwenyezi Mungu ufanye huu mji kuwa na amani, ufanye huu mji kuwa na amani. Kitu cha kwanza anaomba rabbi ja'al hadha baladan amina, ufanye huu mji kuwa na amani. Na hapa katika grama za lugha ya Kiarabu, Arabic grammars, neno baladan katika upande wa nahwu limekuja kwa nakra, kwamba lile jangwa wakati Ibrahimu anaomba lilikuwa jangwa halina kitu chochote,
halina kitu chochote na halijawa jambo katika lile jangwa. Ni jangwa tupu, haujawa mji. Lakini Mwenyezi Mungu anamuomba Ibrahimu, anamuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan, Mwenyezi Mungu ufanye huu mji kuwa ni wenye amani. Kisha akasema warzuq ahlahu, wape riziki watu wake mji huu, minathamarat, katika aina mbalimbali za matunda, aina mbalimbali za matunda. Man amana billahi minhum, wale wenye kumwamini Mwenyezi Mungu katika wao. Mungu akamsaisha akamwambia waman kafara, na hata yule aliyopinga atapewa riziki. Hata yule aliyopingwa sallallahu alaihi Muhammad naye pia atapewa riziki. Unaona hapa Nabii Ibrahim anamuomba Mwenyezi Mungu, Rabbi ja'al hadha baladan, lakini katika aya nyingine alisema Rabbi ja'al hadha albalada aminan. Rabbi ja'al hadha albalada kwa alif na lam, Mwenyezi Mungu ufanye huu mji, wakati ushakuwa mji sasa wa Makka unajulikanwa. Kwa mara nyingine anamuomba Mwenyezi Mungu ufanye huu mji kuwa ni wa amani. Amani ndio kitu cha kwanza kinachotangulia. Jibu hili tutalipata kupitia Safa na Marwa. Safa na Marwa. Amani ikipotea, haki ya kwenda kufanya Safa na Marwa haitopatikana. Na ndio maana katika vitabu vya fiqh kuna mlango unaitwa al-hisar, mtu kuzuiliwa. Kwamba ikifika mahala mmezuiliwa kwenda Makka, kuna maelekezo mnatakiwa mfanye. Hamwezi mkaanzisha vita eti twende tukahiji. Hamwezi mkamwaga damu eti twende tukahiji. Amani inapokosekana, mmepewa maelekezo mengine, na haya yalimkuta hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipotoka na masahaba anataka kwenda Makka. Akafika katika eneo la Sulhul Hudaybiyah, akapigwa tanchi, hakuna kuingia Makka. Akapewa maelekezo mengine, na yeye akawaelekeza masahaba wanyowe na kupunga ili warudi walikotoka. Amani, kuabudu ni baada ya kuwepo amani. Lakini si hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anatutaka tufanye research, tufanye upembuzi yakinifu kuhusiana na swala la amani. Kuhusiana na swala la amani anasema awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhatafu an-nas min hawlihim. Al-Ankabut 67. Hivi watu hawafanyi utafiti? Awalam yarau, hivi watu hawafanyi research, hawafanyi upekuzi? Anna ja'alna haraman amina, sisi tumeufanya mji mtukufu, tumeufanya mji mtukufu kuwa ni wa amani. Tumeufanya mji mtukufu kuwa ni wa amani. Anna ja'alna haraman amina, sisi tumeufanya mji mtukufu kuwa ni wa amani. Uwepo wa amani Makka ndio uwepo wa ibada, ndio uwepo wa umra. Sallu ala Muhammad. Kuondoka kwa amani Makka ni kuondoka kwa haki ya kuabudu, kwa umra au kwa hija au kwa hata sala tano, na hivyo hivyo katika miji yetu. Kwa hiyo porojo zile ambazo zinatolewa na baadhi ya watu, na hasa zikiwa zinatulenga sisi, kwa sababu Uislamu lazima tuwe stable. Kuna porojo nyingine zinatulenga sisi Waislamu, alafu na sisi wenyewe tunazishabikia bila kujua kwamba sisi ndio ambao tunaopigwa vita, kwa sababu ndio ambao tunaonekana tunaitafsiri sana amani, kwamba Waislamu nyinyi kazi yenu kuomba amani tu. Wewe bila ya amani unapata nafasi gani ya kusema hayo mazungumzo yako? Hiyo haki unayoitaka wewe ni kwa sababu amani ipo. Amani isipokuwepo, wewe uweze ukadai haki ya kuwa na uchaguzi katika nchi. Kama amani haipo, hakuna mtu anayeweza kufikiria uwepo wa uchaguzi katika nchi. Amani imetoweka Libya, hakuna anayefikiria kuwepo uchaguzi. Amani imetoweka Yemen, hakuna anayefikiria kuwepo uchaguzi. Amani imetoweka Syria, hakuna anayefikiria kuwepo uchaguzi. Na nchi ili uweze kudai haki ni lazima kwanza kuwe na amani. Ndio Qur'ani inavyotuelekeza. Liilafi Quraish ilafihim
رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلى الله محمد. Mungu anatupa tafsiri. Mwenyezi Mungu anawataka watu wa Makka, anawataka Waislamu wamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wamwabudu kwa kufanya ibada, kwa sababu amewapa neema ya amani na amewaondolea hofu na huzuni. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, milima ya Safa na Marwa na tafsiri yake katika upatikanaji wa haki na amani ndani ya maisha ya kila siku, tafsiri hizo tunazipata kwamba mlima wa Safa na Marwa katika alama za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, moja wapo ni uendelevu wa utoaji wa amani, ni uendelevu wa upatikanaji wa juhudi binafsi za kufanya kazi mwanadamu. Mama Hajar kuna sura iliyojificha ambayo anawapa wanamume namna ya kustruggle, ambayo anawapa watoto namna ya kupambana kujiandalia maisha yao kupitia mtoto Ismaili. Lakini kubwa, yale yote huwezi ukayapata, haki hile huwezi ukaipata kama amani itakuwa haipo katika eneo hilo husika. Mola wetu mtukufu, tunakuomba utupe amani ili tuweze kupata haki ya kukuabudu. Ukituondoshea amani, hatutaweza kupata haki ya kukuabudu. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات الذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اما بعد, khutba yetu ya leo ipo ndani ya topic isemayo milima ya Safa na Marwa katika kuitafsiri haki na amani ndani ya maisha ya kila siku. Tumeona katika khutba ya kwanza kwamba amani ndio jambo la kwanza. Haki ukiidai nje ya amani, maana yake ni umwagaji wa damu. Hata ndani ya familia yako, wewe kama ni mzazi, watoto wako wanatakiwa wadai haki zao kwa amani. Zile haki zao wazidai bila ya kuvunja amani. Haiwezekani mtoto anataka haki yake kwa kutishia kuichoma moto nyumba yako. Baba, usiponipa haki fulani mimi ninaunguza moto hii nyumba. Haya ni mafunzo ya kishetani. Na lazima tuelewe kwamba ulimwengu hivi sasa wakubwa wamemkabidhi shetani, wakubwa wa ulimwengu duniani wamemkabidhi ulimwengu shetani, yeye ndo apange formula. Sasa sisi Waislamu, formula ya kuishi tumepangiwa na Mwenyezi Mungu iliyotafsiriwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ulimwengu ambao misingi yake inapangwa na shetani, siku zote hawathamini kitu kinachoitwa amani. Muda wa kuwa wewe una haki, hiyo haki hata kama ipo kwa baba mzazi, unaweza ukamfanya lolote. Unaweza ukamfanya lolote baba mzazi, mama mzazi, ili mradi upate haki yako. Lakini hata kwenye nchi, hao wakubwa waliomkabidhi shetani kuongoza ulimwengu, kwamba wako tayari kuwahamasisha watu waharibu nchi zao, wachafue maeneo yao, ili mradi tu kupata haki zao. Ndugu zetu wa Libya waliingizwa mkenge na hao wakubwa wanaoongozwa na shetani, kwamba Kanali Muammar Gaddafi anawatesa, anawanyanyasa. Nchi ambayo katika nchi ya Afrika kulikuwa hakuna nchi ambayo iko stable, iko standard katika maisha ya watu wake kama nchi ya Libya.
nchi ambayo dinari yake ilikuwa ni sawa na dola 3 za Kimarekani, nchi ambayo mtoto aliyokuwa ndani ya tumbo la mama yake mzazi, si tumeishi kule ndio maana tunapata taarifa hii, mtoto aliyokuwa ndani ya tumbo la mama yake mzazi alikuwa ananufaika na pato la mafuta na dhahabu iliyoko pale Libya, lakini wakaingizwa mkenge kwamba Gaddafi anawanyanyasa, Gaddafi kandamizi, Gaddafi dikteta. Mabwana wakubwa wa Europe wale wakaingilia kati, qatalu zamilahum, wakamuua mwenzao, wamemchinja asubuhi tu Gaddafi. Leo huu ni mwaka wa 15, nchi ya Libya ina serikali mbili. Innal muluka idha dakhalu qarya afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adhilla, wafalme wanapoingia katika miji wanaiharibu ile miji na wanafanya waliokuwa na heshima wanakuwa chini. Swalla ala Muhammad. Sisi ni watu wa kutafsiri, jukumu hili tumepewa sisi kutafsiri maisha, sio sisi ni watu wa kutafsiriwa. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas, nyinyi mmekuwa ni umma bora wa Uislamu uliochaguliwa kwa watu. Lesh, kwa sababu gani? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mnaamrisha mema na mnakemea maovu. Tumalizie hotuba hii kwa kuleta jambo ambalo limetokea pia masiku machache yaliyopita, na hii ni haki ya kila Mtanzania. Muda wa kuwa sisi ni Watanzania tunaoishi katika nchi isiyokuwa na dini, tunatakiwa kuipambania nchi yetu kama Watanzania katika yale mambo ambayo yanatafsiri uhuru wetu. Wiki iliyopita bunge la Ulaya lilitoa maelekezo kwa Tanzania, lilitoa maelekezo. Kwanza imeingilia uhuru wa kimahakama uliopo ndani ya Tanzania, jambo ambalo kwa kila Mtanzania hili anatakiwa alizungumze. Bunge la Ulaya haliwezi likaingilia uhuru wa mahakama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivi kweli anaweza akatokea kiongozi yoyote wa Tanzania akatoa maelekezo kwa bunge la Ulaya alafu akaachwa huru mtu huyo? Vipi leo bunge la Ulaya liingilie uhuru wa kimahakama ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu wa Tanzania tunakuwa baridi? Sio Waislamu wa Tanzania, hii ni nchi ya Watanzania, sio nchi ya Wakristo wala sio nchi ya Waislamu. Linapozungumzwa jambo ambalo linavunja uhuru wetu, kila Mtanzania anatakiwa apaze sauti, ili mradi wale wa Europe wanaposoma waone kumbe hii nchi na watu welevu. Swalla ala Muhammad. Hatuwezi tukapangiwa maisha na bunge la Ulaya, bunge ambalo tayari msingi wake ni wa kuvunja ndoa za jinsia mbili, bunge ambalo msingi wake ni kuwataka wanamume waishi kishoga na wanawake waishi kwa kusagana. Leo linatoa maelekezo ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika uhuru wa kimahakama, yani mahakama zetu ziache kufanya misingi ya haki na uadilifu kwa shinikizo la bunge la Ulaya. Hili ni jambo ambalo Waislamu tunatakiwa kulipinga kwa nguvu zetu. Hilo ni jambo la kwanza lazima tulizungumze. Lakini pia jambo la pili, nchi za Ulaya haziko tayari kuingiliwa kwenye majukumu yake. Ni wote mnajua nchi za Ulaya haziko tayari kuingiliwa kwenye majukumu yake. Hawezi akazungumza hapa rais wetu mpendwa wa Daktari Samia Suluhu Hassan neno la kuipa shinikizo nchi yoyote ya Ulaya, lakini wao wanajipa mamlaka kuwashinikiza. Ifike mahala ni lazima tusimame kama Watanzania kwamba hili tutalipinga. Tukiendelea kukaa kimya tutaletewa majambo ambayo wakubwa watashindwa kuyaepuka, lakini sisi tukisimama tunawapa nguvu wakubwa wetu. Sallallahu alaihi Muhammad. Museveni na watu wake na raia zake walisimama stable. Museveni anasema mswada wa ushoga katika nchi ya Uganda haupo, nifungieni, niwekeni vikwazo. Yeye na wananchi wake wakasimama hivyo.
Nini ambacho kimetokea? Museveni yuko na Uganda ipo. Sasa Waislamu nasa vijana wenye uwezo wa kuandika vitu kama hivi, kila mtu anatakiwa atoe maoni yake ya kupinga kwamba hili hatuko nalo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira, yule ambaye anayemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho azungumze lilokuwa la khairi. Lakini si hivyo. Nchi za Ulaya zinawataka wananchi wa Tanzania na duniani wanapozungumza kwamba tupewe uhuru wa kujiamulia majambo yetu, maana yake mtu anapokuwa shoga, mtu anapoamua kufanya majambo yake ambayo hayaendani na ubinadamu, aachwe, asiingiliwe majambo hayo. Mtu anapokuwa na hamu ya kumuoa mama yake mzazi, aachwe. Mtu anapokuwa na hamu ya kumuoa binti yake, aachwe. Haya sio mambo ya kumwachia rais, sio mambo ya kumwachia waziri. Ni lazima sisi wenyewe tusimame kusema. Tuseme kwenye member, lakini na nyinyi pia mpaze sauti. Dunia inaelekea katika ushenzi wa hali ya juu. Mswalie Mtume Muhammad. Lakini hili bunge la Ulaya, kama wao kweli ni watetezi wa haki za kibinadamu, kwa nini hawatoi mashinikizo kumshinikiza Israeli? Kwa nini hawamwekei vikwazo Israeli inayoendelea kufanya mauaji ya kimbari pale Gaza? Kama kweli bunge la Ulaya linatetea haki na misingi ya kibinadamu, wanamwekea vikwazo Vladimir Putin wa Urusi, kwa nini hawamwekei vikwazo Benjamin Netanyahu anayepigania kiti chake? Watu wake wanamwambia, bwana wewe huna haki, hawa unaowapiga, hili kundi unaloita la Hamas lina haki. Na hayo wanakuja kuzungumza mpaka wale mateka wanaoachiliwa huru. Tunazungumza vitu ambavyo viko live. Swalla ala Muhammad. Wale mateka wanaoachiwa na Hamas wakifika Israeli, tena wengine wanaslim, lakini kwa vile mitandao yote duniani ipo mkononi mwa Israeli Myahudi, hawasemi. Mateka wengi wale waachiwa na Hamas wameslim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maana yake wale hawakuwa ni mateka, wamekula, wamekunywa, wamelala. Huyu kaachiwa juzi mmoja pa Marekani Mwisraeli, Alexandra, katoka na afya yake. Lakini angalia unyama wanaofanywa mateka wa Kiislamu waliokuwa katika magereza ya Israeli, wakitoka moja kwa moja, wengine wanakufa njiani, wengine wanafikia hospitalini kwa unyama wanaofanywa kule. Sasa Umoja wa Ulaya, kwa nini wao kama ni watetezi wa kweli wa haki na misingi ya kibinadamu hawamshinikizi Mwisraeli, hawamwekei vikwazo Mwisraeli? Kwa hiyo ni lazima Waislamu tufike mahala na sisi kama Watanzania tunatakiwa tuseme kauli iliyokuwa moja katika yale ambayo wanapelekea kuvunjwa kwa umoja na uhuru wetu. Tuna uhuru wa kujiamulia. Yani mkumbuke hawa Commonwealth ambao walikuwa wanatawala nchi hizi, wazungu hawa bado wanataka sisi tuwe watumwa wao. Kama zile nchi zilizokuwa za Francophonia, nchi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, bado wanaota kila siku kutaka kuzitawala zile nchi kwa njia moja au nyingine. Akili zetu maana yake ziwe ni akili mnato, wamezikamata wao, wanazirimoti. Sasa haya ni mambo ambayo ni lazima tuyapinge kwa nguvu zote. Sasa leo tumezungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, mlima wa Safa na Marwa unatafsiri haki na amani, kwamba haki siku zote huwezi ukaipata nje ya amani. Sudani, tuombee dua Sudani, tuiombee dua Sudani. Watu wanakunywa mikojo ya ngamia, watu wanakunywa mikojo ya punda. Hakuna anayefikiria pale uchaguzi, demokrasia, no kadha, hakuna anayefikiria. Amani inapotokea, inapotoweka, kila mtu kilichokuwa mbele yake ndio riziki. Leo tunaringishiana maji, mimi nakunywa maji yanatoka Zimbabwe, mimi nakunywa maji yanayotoka South Africa, mimi nakunywa maji ya Paris, sinywi maji ya Tanzania. Yani kuna watu leo wanajifakharisha kwa maji yao hawanywi maji ya Tanzania, anakunywa maji mtu yanayotoka nje ya nchi. Amani ndio inayokufanya wewe unywe maji kutoka nje ya nchi. Nje ya amani wewe utakunywa mkojo wa mfugo wako.
nje ya amani utakula tutajazana humu katika majalala, kila mtu anatafunda chochote. Kwa hiyo Waislamu ni lazima tusimame kidete katika suala zima la kuhakikisha kwamba amani, utulivu ndani ya nchi yetu ni jambo ambalo linapaswa. Dua, tuombe usiku na mchana. Sisi Waislamu tunaambiwa nyinyi kazi yenu kuomba madua tu. Kuomba madua tu nyinyi. Waislamu watu wa madua tu. Lakini yale madua, moja ya majibu yake Mwenyezi Mungu anatubainishia. Kuna watu walikuwa na majambo yao ndani ya vifua kwa sababu ya dua tunazoziomba sana, wanayatamka bila kupenda. Sallallahu alaihi Muhammad. Moja ya kazi ya dua, msiache kuomba dua. Uislamu ni dua. Moja ya kazi ya dua ni Mwenyezi Mungu kumbainisha yule adui yako, akaweza kuyatamka maneno ambayo yalikuwa ndani ya kifua chake, kisha anajiuliza kwa nini nimeyatamka haya? Ni kwa sababu ya dua. Ni kazi yenu dua tu kila siku, dua tu kila siku. Kwa sababu hata nchi uhuru wake umepatikana kwa dua. Mwalimu Nyerere kapelekwa pale Bagamoyo kwa Sheikh Muhammad Ramia, kafungishwa saumu pale, kalaftari pale, kapigiwa kitabu pale, kafanyiwa dua pale, kisha anaambiwa nenda kachukua uhuru. Haya hayazungumzwi, yanafinyangwa kwenye historia. Watu wanafundishwa mambo mengine, hayarushwi haya. Na baba wa taifa aliyazungumza kwenye hutuba yake. Tunawakumbusha wale ambao hutuba hizi wanazo, zirusheni katika usia wa baba, nayo haya yasemwe. Alieleza nini ambacho kafanyiwa na Waislamu kule Bagamoyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم أصحابي السادة الحنفاء وخص منهم الأربعة الخلفاء أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين عثمان بن عفان وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعن الستة الباقين من العشرة وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا رخاء سير بلاد المسلمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.